Mtazamaji wa Gift Online TV, na matumaini ujambo, uko poa, hali iko vizuri. Sasa kwa siku ya leo nitaweza kukujuza kuhusiana na swala zima la dabi ya Kariakoo ambao ulikuwa ni mchezo wa 184 ambao uliweza kuahirishwa kutokana na kile ambacho kiliweza kutokea kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa siku husika. Sasa katika mchezo huo ambao ulikuwa ni mchezo wa 184 kama nilivyokuambia, umeweza kupangwa tarehe husika ambayo itakuwa ni tarehe 15 Juni 2025 ambayo pia itakuwa ni siku ya Jumapili, na mchezo huo utapigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kumbuka pia wakati Yanga ikitangaza msimamo wao kuwa haitacheza, bodi ya ligi kuu nchini imetangaza ratiba ya mchezo wa Yanga na Simba na kuupanga Juni 15 mwaka huu. Na Yanga pia kwa siku ya jana ilitangaza pia msimamo wake ikisema haiko tayari kucheza mchezo huo, huku pia ikisema haina mpango wa kurudisha rufaa yake kwenye kamati za TFF kwa vile yani hawana imani nazo katika kamati ambazo zipo katika kule TFF. Kwa hiyo hawana imani nazo, ndio maana wameweza kusema kwamba hawezi wakapeleka rufaa yao kule kuhusiana na mchezo huo wa 184 ambao uliweza kuahirishwa kwa Simba kutokuweza kuingia uwanjani kutokana na kile ambacho kilikuwepo kwa gumzo kulikweli. Lakini najua wengi tulikuwa tunatamani, ila tulisikia tu ghafla kwamba mchezo umeweza kuahirishwa na kuona barua rasmi, lakini ndio hivyo ndio iliweza kutokea. Kwa hiyo bodi ya ligi kuu Tanzania imetoa ratiba ya mechi zilizosalia kwenye NBC ligi pamoja na CRDB Bank Cup ambapo mchezo kati ya Yanga dhidi ya Simba sasa kupigwa Juni 15, 2025 majira ya saa 11 jioni katika dimba la Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wameweza kupanga ratiba zote hizo wakiwa wamezipanga vizuri kuhakikisha kwamba mchezo unaweza kuendelea, na walitangaza wakasema ratiba itapangwa haraka iwezekanavyo, na tunaona pia wameshaweza kupanga. Lakini tukumbuke pia Yanga waliweza kutoa taarifa yao ile, waliweza kutoa barua yao kuhusiana na kutokuchezwa kwao. Tuweza kusomea hapo barua hiyo ambayo waliweza kuzungumza baada ya wao pia kuambiwa kwamba na CAS kwamba swala lishughulikiwe katika ngazi zilizopo ndani ya taifa, yani kizungumzia TFF ndio walitakiwa pia waweze kuzungumza nao, alafu taratibu wote uweze kupelekwa CAS kama endapo ingeshindikana TFF. Lakini wale walianza juu hatimaye wamerudishwa waanze chini ili waweze kurudi tena juu. Kwa hiyo kumekuwa na mkanganyiko hapo, lakini Yanga pia nao wamesema hawana imani napo, ndio maana hajaweza kuenda hapo. Lakini ndio hivyo, tarehe 15 Juni mchezo umeweza kupangwa. Moja kwa moja ni kusomea taarifa hile ambayo Yanga aliweza kuiandika, taarifa kwa umma, ambapo barua hiyo ilitolewa Mei 5, 2025 ambapo uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi kwa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/11298, na CAS imeeleza Young Africans Sport Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sport Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Na aidha, uongozi wa Young Africans Sport Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sport Club. Nimesema ni kujuze pia barua hiyo ambayo Yanga waliweza kuiandika kuhusiana na swala zima la kutoweza kuwafuata TFF, niseme hivyo,
na kuweza kuendelea na swala zima la kwao kuhusiana na kesi yao. Kwa hivyo moja kwa moja nimesema ni kujuze hapo mtazamaji wa Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima, nikutakie wakati mwema.